tunayo furaha kubwa kufanikisha hili, lakini pia kwa wachezaji wetu, technical staff fanya kazi kubwa. Kila mwaka unakuwa kuna changamoto zake. Nitakupa mfano. Mwaka jana pitch ndani ya uwanja tulikuwa very strong, lakini kwa kuna changamoto nje ya uwanja, mambo ya hatuchezi, yalikuwa ni wakati mgumu sana, especially kwetu si viongozi. Unajikuta unaingia kwenye changamoto za uongozi. Tukumbuke pia mwaka jana kulikuwa ni wakati wa uchaguzi, kwa hiyo kulikuwa kuna a lot of naweza kusema uncertainties. Kulikuwa kuna vitu vingi ambavyo vingeweza kutupa wakati mgumu kama viongozi. Maxi, uko poa? Barabara. Na tuliweza kufanikisha. Mwaka huu challenge haikuwa nje ya uwanja. Mwaka huu challenge ilikuwa kwenye pitch. Tulikuwa tuna challenge za wachezaji wetu kupata majeraha. Dickson Job, mchezaji ambaye ni muhimu kwetu, mchezaji kama Clement Mzizi ambaye amekuwa na mchango mkubwa kwenye attacking ya timu yetu, tuliwapoteza kwenye msimu mzima. Lakini pia some of the players ambao tulikuwa tumewaleta hawakuwa kwenye ubora ambao ungeweza kuisaidia timu. Kwa hiyo tulikuwa tuna kikosi kifinyu ambacho kikalazimika kucheza mechi back to back. Nakumbuka msimu huu ulibanwa sana. Tulikuwa tuna mashindano ya CHAN ambayo yalichukua mwezi wa 8 wote, lakini kumbuka mwezi wa 7 alikuwa maandalizi yake. Kwa hiyo wachezaji miezi miwili wamekuwa occupied na mashindano, lakini kulikuwa kuna mashindano ya AFCON Disemba tu Januari, na yenyewe pia yalichukua muda wa ligi ikawa congested, mechi zikawa kila baada ya siku 3 mechi moja, na wachezaji wetu ile kikosi hakikuwa kipana cha kufanya rotation kubwa, tulikuwa tunawatumia wachezaji hao. Kwa hiyo kuna changamoto kwenye pitch, na nikwambie tumefanikiwa. Utaniuliza tumefanikiwaje? Tumefanikiwa kwa jitihada za wachezaji, technical staff, lakini viongozi tunaweza program nzuri za kufikia malengo, sababu siku zote huwezi kukosa challenge. Unatakiwa kutafuta solution kama kiongozi, na tumefanikiwa kupata solution. Leo tunasherehekea ubingwa wetu wa 5. Huu ubingwa unapaswa kusherehekewa kwa sababu ni historia, lakini unatupa fursa ya kupigania ubingwa wa 6. Tungeupoteza mwaka huu, mwakani tungeanza na ubingwa wa kwanza, lakini mwakani tunaenda kutengeneza historia nyingine ya ubingwa wa 6. Kwa hiyo sasa hivi watu wakiwa kwenye celebration mode, sisi kama viongozi tunatakiwa turudi kwenye drawing board, tutazame wapi tulienda sawa na maeneo gani ya kuboresha, ili mwakani uwe hapa na sisi kusherehekea ubingwa wa 6. Umezungumza vizuri sana. Umezungumza sehemu ya changamoto. Msimu umeisha, najua usajili unakuja. Tutarajie kusikia surprise kwenye eneo hilo msimu ujao. Nataka nikwambie, sisi kila mwaka tunafanya improvement ya kikosi, na nikuhakikishie mwaka huu pamoja na mafanikio tuliyopata, tumeweza tulienda Rwanda tukachukua ubingwa kwa kuna mashindano ya Rayon Sports, tukaja nyumbani tukachukua ngao ya jamii dhidi ya mtani klabu ya Simba, tukaenda Zanzibar tukachukua Mapinduzi, tumerudi hapa tumechukua ligi kuu, mataji 4. Mwaka jana tupata mataji 5, mwaka huu tumepata 4. Mwakani tutahakikisha tunarudisha mataji yetu 5. Tutakuwa tuna jitihada kubwa pia kufanya kwenye Champions League, na huwezi kufanikiwa kama huna kikosi imara. Tutakwenda kujenga kikosi imara. Nataka nikuhakikishie, tumeshaanza kufanya study ya kutosha, highlight wachezaji tunawataka, na tutaanza kuwatangaza very soon. Tuta maintain quality ya wachezaji tuliokuwa nao, na baadhi ya wachezaji wakubwa kwetu wengi tumeshaongeza mikataba. Wale ambao siku zote wamepigania timu yetu tumeongeza, na kuna usajili mwingine unakuja kwa season ijayo na utakuwa mkubwa sana. Kwa hiyo wasishtuke wakikuona unasafiri. Mimi kusafiri ni kawaida yangu, na safari zangu binafsi na safari za taasisi mbalimbali nazishughulikia, lakini na safari za Young Africans zote zitafanyika, na tutaenda kuchukua ubingwa wa msimu wa 6 mfululizo panapo majaliwa.